Toka. Sikuhitaji wewe wala huyo mtoto. Wewe huna thamani bila mimi. Tafadhali. Nimesema toka. Chukua takataka zako uondoke. Tafuta mtu mwingine akuhurumie, maana mimi nimechoka. Siwezi kukuamini. Alikuwa na ujauzito wa miezi 7 wakati alipompigia mlango usoni, kicheko chake kikikata ndani zaidi kuliko upepo wa baridi wa usiku wa mvua. Toka. Sikuhitaji wewe wala huyo mtoto. Wewe huna thamani bila mimi, alitema kwa dharau, akirusha mizigo yake michache kwenye ua wenye matope. Majirani walinong'ona, wengine wakacheka, wengine wakatikisa vichwa kwa huruma. Alisimama pale akitetemeka, akilishika tumbo lake, akijiuliza angeishije usiku huo. Uko sawa? Hufai kuwa hapa nje hivi. Mimi sikujua niende wapi pengine. Sawa. Niko na wewe. Twende nikukuondoe hapa kwenye vurugu. Kwa mara ya kwanza usiku huo, mtu alimwona si kama mzigo au kichekesho, bali kama binadamu anayestahili wema. Kitendo hicho kimoja cha huruma kingebadili mwelekeo wa maisha yake milele. Unadhani nini kilitokea baadaye? Habari familia, karibu tena. Kabla hatujaanza, nina ombi dogo lakini la dhati. Tafadhali jisajili. Msaada wenu ndio unaofanya hizi simulizi ziendelee kuishi. Kila unapobofya kile kitufe, unatusaidia kusambaza sauti ambazo vinginevyo zingeweza kusahaulika na hadithi zinazostahili kusikika. Na kwenye maoni, tuambieni mnatutazama kutoka wapi, kwa sababu pamoja sisi hatuishii tu kusimulia. Tunadumisha tumaini. Tumaini alikuwa anaamini upendo unaweza kuhimili chochote. Aliamini kwenye usiku wa kucheka hadi kuchelewa, ndoto zinazoshirikishwa juu ya kahawa na ahadi zinazong'onezwa chini ya shuka za bei nafuu. Lakini imani hiyo ilikuwa imeanza kuoza siku aliyogundua mumewe aliacha kumtazama machoni. Usiku ulikuwa kimya isipokuwa sauti ya saa ya ukutani ikidunda na sauti ya mvua ikigonga madirishani. Tumaini alikaa kwenye kochi, mikono yote miwili juu ya tumbo lake lililovimba, akisubiri. Rajabu alichelewa tena. Simu yake ilikuwa inaingia moja kwa moja kwenye ujumbe wa sauti kwa saa nyingi. Tayari alikuwa amepasha chakula moto mara 2. Wali ulikuwa umepoa, kuku ukakauka. Alijaribu kujipa moyo labda foleni ilikuwa mbaya au alikuwa na kikao cha kazi kilichelewa. Lakini manukato aliyokuwa akinusa kwenye mashati yake kila usiku hayakutoka kwenye chumba cha bodi. Alijua si mawazo yake. Yalikuwa matamu kupita kiasi, mazito, aina inayobaki hewani muda mrefu baada ya mtu kutoka chumbani. Aliposikia mwisho injini ikisimama nje, moyo wake uliruka kisha ukazama. Hata kufunga mlango wa gari taratibu hakuweza tena. Aliupiga kwa kishindo, akaingia ndani kwa miguu ya kukanyaga kwa hasira na akatupa koti lake sakafuni. Umerudi kuchelewa tena, alisema kwa upole, akijitahidi sauti isiwe ya hofu. Ndiyo, na hakumtazama hata. Unakaa hapo ukinitazama hivyo kwa nini? Nimepika chakula, alisema. Kimepoa sasa, lakini naweza kukipasha. Nimeshakula, alikatiza, akipeperusha mkono kwa dharau. Moyo wake ukaporomoka. Umeshakula? Ndiyo, Halima aliniletea kitu. Usianze. Tumaini alipepesa macho. Halima? Akamtazama kwa ukali. Binti wa bosi wangu. Ulishawahi kukutana naye kwenye sherehe ya kampuni. Usipindishe. Vidole vyake vilitetemeka alipojaribu kuweka sauti yake sawa. Rajabu, unarudi kuchelewa kila usiku. Uzungumzi na mimi tena. Hata huulizi mtoto anaendeleaje. Wewe si yule niliyemua. Aligeuka polepole, macho baridi, karibu ya kuchoka. Na wewe si yule niliyemua pia. Zamani ulikuwa mcheshi. Sasa unachofanya ni kunilalamikia, kulia na kulalamika kuwa mpweke. Unadhani hiyo inavutia? Koo lake likakaza. Nina ujauzito wa miezi 7, Rajabu. Nambeba mtoto wetu. Akacheka kwa dharau.
Ndiyo, na kwa namna fulani hiyo ikawa kisingizio cha kuacha kuwa mke. Macho yake yakajaa machozi. Niliacha kazi yangu kwa ajili yako. Niliziacha rafiki zangu, nyumba yangu ya kupanga, kila kitu kwa sababu ulisema unataka familia. Akakaribia, akasimama juu yake, harufu ya manukato na pombe ikawa nzito kwenye shati lake. Ndiyo, basi labda nimebadilisha mawazo. Maneno yakampiga kama kibao. Alisimama, tumbo zito, moyo ukidunda. Unasema nini? Akatabasamu bila joto. Nasema labda hiki kitu chote akaashiria chumba. Kilikuwa kosa. Tumaini alimtazama, kutoamini kukimkaba kifuani. Kosa, Rajabu? Tulipanga huyu mtoto pamoja. Akanyanyua mabega. Mipango hubadilika. Kitu ndani yake kikapasuka. Aliweza kuvumilia umbali, uongo, hata usiku wa kuchelewa. Lakini ukatili wa kawaida wa maneno yake ulimvunja. Kuna mtu mwingine, sivyo? Alinong'ona. Hakujibu. Ukimya huo ulipiga kelele kuliko kukiri kokote. Tumaini akachukua hatua nyuma, machozi yakimwagika. Ni nani? Rajabu akachukua simu yake, akasokota skrini kwa utulivu wa kuchochea hasira. Sina muda wa drama zako leo usiku. Tumaini akasogea, sauti ikitetemeka lakini imara. Rajabu, niangalie useme hakuna mtu mwingine. Hatimaye akainua macho. Unataka kujua kweli? Pumzi yake ikakwama. Sawa, akasema kwa baridi. Yupo, na yeye ana kila kitu ambacho wewe huna. Maneno yakachana kifua chake. Akafunika mdomo wake, akajaribu kupumua lakini mapafu yake yakakataa. Rajabu akavuta pumzi kama maumivu yake yanamsumbua. Acha kulia. Ulihitaji ukweli. Tumaini akatikisa kichwa akitetemeka. Baada ya yote niliyokufanyia. Baada ya usiku wote niliokuombea ulipokuwa umefilisika na mgonjwa. Ndiyo, najua, akasema akikunja macho. Unapenda kunikumbusha ulivyojitoa. Unadhani hiyo inakupa haki ya kunifunga kwenye huzuni yako. Sauti yake ikapasuka. Mimi ni mke wako. Akacheka kicheko cha kikatili na cha chini. Wewe ni kosa langu. Kugonga kwa nguvu mlangoni kukawakatiza. Rajabu akakunja uso, kisha akatabasamu kwa dhihaka. Oh, muda kamili. Akatembea hadi mlangoni na kufungua. Moyo wa Tumaini ukaganda alipomwona. Halima alisimama pale, mrefu, mwenye kujiamini na akitabasamu kana kwamba nyumba ni yake. Alikuwa amevaa gauni jekundu ambalo lilionekana la gharama sana kwa sebule hii ndogo, nywele zake zikiwa zimepangwa kwa ukamilifu na rangi ya dhahabu iliyong'aa. Hii mpenzi, alisema kwa utamu, akapita pembeni ya Tumaini kana kwamba hayupo. Akambusu Rajabu kidogo mdomoni kisha akatazama ndani ya nyumba. Basi hapa ndipo ulipokuwa unaishi. Mpendeza ingawa ni ndogo kidogo. Tumbo la Tumaini likajikunja. Huyu anafanya nini hapa? Rajabu akatabasamu kwa upole wa uongo. Halima anahamia hapa. Tumaini alidhani amesikia vibaya. Nini? Halima akaweka mkoba wake mezani. Umemsikia? Nimechoka kujificha. Rajabu amesema amechoka kujifanya. Kujifanya, sauti ya Tumaini ikapasuka. Mimi ni mke wake. Halima akacheka kwa upole. Oh mpenzi. Mwili wa Tumaini ukatetemeka kwa hasira na fedheha. Rajabu, mwambie aondoke. Mwambie hii ni nyumba yangu. Rajabu akageuka, uso ukikaza. Hapana, wewe ndio unaondoka. Magoti yake yakalegea. Rajabu, tafadhali usifanye hivi. Sina pa kwenda. Nambeba mtoto wako. Akavuka mikono. Si tatizo langu. Utajipanga. Kila mara unajipanga. Tumaini alimtazama kwa kutoamini. Unanitupa nje usiku, mvua inanyesha. Bora kuliko kukuacha unifedheheshe mbele ya mwanamke wangu mpya. Halima akatabasamu kwa dharau na kuegemea mlangoni.
Ungefaa kuondoka kabla haijawa mbaya. Machozi yakatiririka usoni mwa Tumaini alipomtazama mwanaume aliyedhani anamjua. Nilipenda Rajabu. Akanyanyua mabega. Hilo ni tatizo lako, si langu. Akageukia kochi, akachukua begi dogo alilokuwa ameliandaa kwa ajili ya hospitali wiki kadhaa zilizopita, mikono ikitetemeka hadi akashindwa hata kulifunga vizuri kwa zipu. Nikivuka huo mlango, Rajabu, hakuna kurudi, alisema. Akacheka kwa tabasamu pana. Hilo ndilo wazo. Kitu ndani yake kikavunjika kabisa. Akamtazama Halima, kisha Rajabu, moyo ukageuka baridi. Utajutia siku moja. Rajabu akacheka, sauti tupu iliyojaza chumba kidogo. Sidhani. Akavuta pumzi ndefu na kufungua mlango. Hewa baridi ikampiga usoni, ikichanganyika na machozi kwenye mashavu yake. Mvua ilikuwa inamwagika, ikilowesha sweta yake nyembamba mara moja. Nyuma yake akasikia tena sauti ya Halima ya mizaha na ukatili. Usisahau masalia yako, mrembo, Halima alisema, akirusha kopo la plastiki kwenye baraza. Lilitua karibu na miguu ya Tumaini, wali ukamwagika kwenye matope. Kicheko cha Rajabu kikaungana na chake. Ungepaswa kushukuru hatukuita polisi kwa kuingia kinyume cha sheria. Tumaini akaganda mlangoni akitetemeka. Wewe ni jitu, alinong'ona. Niite utakavyo, Rajabu akasema akirudi ndani. Hakikisha umeondoka kabla sijamaliza kinywaji hiki. Akapiga mlango kwa kishindo, sauti ikasikika kama risasi. Tumaini alisimama bila kusogea kwenye mvua, mikono yake ikibonyeza tumbo lake. Radi ikaguruma mbali na umeme ukapasua anga. Majirani wakaanza kuchungulia madirishani. Wachache walinong'ona nyuma ya mapazia. Mwanamke mzee upande wa pili wa barabara akatikisa kichwa na kunung'unika kitu, lakini hakuna aliyekuja nje. Hakuna aliyekuwa anataka kujiingiza. Tumaini akaanza kutembea, viatu vikizama kwenye matope. Kila hatua iliungua. Mvua ikalowesha nywele zake, nguo zake, kila kitu alichokuwa nacho. Tumbo lake likakaza, maumivu ya chini yaliyomfanya asimame kila baada ya hatua chache. Alinong'oneza mtoto wake ambaye hakuwa amezaliwa, sauti ikitetemeka. Ni sawa, mpenzi. Mama yupo. Tutakuwa sawa. Lakini hakuamini. Hata hakujua anaelekea wapi. Nyuma yake alidhani alisikia kicheko tena. Aligeuka nusu akitarajia Rajabu amuite arudi atambue alichofanya, lakini taa za nyumba zikafifia na mapazia yakafungwa. Alikuwa ameshatoka kwenye maisha yake. Hapo hapo. Tumaini aliendelea kutembea mpaka taa za barabarani zikaanza kufifia kupitia machozi. Mahali fulani kati ya maumivu ya moyo na uchovu, alitambua mtu pekee aliyebaki wa kumgeukia ni mama yake. Lakini hata wazo hilo lilileta hofu. Mama yake alikuwa amemwonya miaka iliyopita asimuoe Rajabu. Yule kijana ana tamaa ya mafanikio lakini hana roho, alikuwa amesema. Atakutumia kisha atakutupa, na sasa ndivyo alivyofanya. Tumaini akasimama chini ya taa ya barabarani, upepo ukikata kupitia nguo zake zilizoloa. Aliivuta koti yake karibu na tumbo lake na kunong'ona, samahani mama. Ulikuwa sahihi. Umeme ukapasua tena, ukafuatiwa na mgurumo wa radi. Akaanza kutembea kwa kasi, akitetemeka, akijaribu kupuuza kizunguzungu kilichokuwa kinamvaa. Ndipo simu yake ikatetemeka. Aliitoa kwa vidole vilivyokufa ganzi, akitumaini labda ni mama yake au rafiki. Lakini ujumbe kwenye skrini ukaufanya moyo wake usimame. Ulitoka kwa Rajabu. Usijisumbue kwenda kwa mama yako. Nimemwambia ulikimbia na mwanaume mwingine. Mkono wake ukatetemeka sana hadi simu karibu idondoke. Aliyatazama maneno hadi akafifia kwa machozi. Hapana, alinong'ona. Hapana, hawezi. Lakini angeweza. Mwanaume aliyempenda hakuwa tu amemtupa nje, bali alikuwa ameua jina lake. Uoni wake ukafifia tena na maumivu tumboni yakawa makali zaidi. Aliweka mkono hapo akijaribu kupumua.
Tafadhali, si sasa, alinong'ona kwa mtoto. Tafadhali kaa nami. Mvua ikazidi kumwagika. Nguvu yake ilikuwa inamtoka. Alijikokota hadi pembeni ya barabara, akajiegemeza kwenye nguzo ya taa. Mwili wake ukatetemeka kwa baridi na moyo uliovunjika. Kisha kupitia ukungu wa mvua na taa za magari, akasikia sauti ya gari likipunguza mwendo pembeni yake. Hapo ndipo sehemu ya pili itaanza. Wakati gari la Amani linasimama na maisha yake yanaanza kubadilika. Mvua ikanyesha zaidi, ikipenyesha nguo zake hadi hakuweza tena kuhisi ngozi yake. Tumaini alijiegemeza kwenye nguzo ya taa, akilishika tumbo lake, pumzi ikitoka kwa mipasuko. Simu yake ikateleza kutoka mkononi uliotetemeka na kudondokea kwenye dimbwi, skrini ikaanza kusinyaa hadi kuzima. Hata hakupinda kuiokota. Taa za mbele za gari zikasimama umbali wa futi chache, zikikata giza la mvua. Injini ikanguruma kwa utulivu. Kwa sekunde alidhani ni Rajabu anarudi, labda kwa hatia. Lakini gari lilikuwa jeusi, la kifahari, ghali kupita yeye. Mlango ukafunguka polepole na mwanaume akashuka akishika mwavuli. Akatembea kumjia kwa hatua tulivu, thabiti, viatu vikidunda maji kwa upole. Sauti yake ilikuwa nzito lakini yenye upole. He, uko sawa? Tumaini akainua macho kupitia mvua. Uso wake ulikuwa umefunikwa na mwavuli, lakini aliweza kuona macho ya wema yakimchunguza kwa wasiwasi. Mimi niko sawa, alinong'ona ingawa sauti ilitetemeka. Hauonekani sawa, alisema kwa utulivu. Unaganda. Hufai kuwa hapa nje hivi. Alikumbatia tumbo lake akijaribu kusimama. Mimi nahitaji kufika mahali. Akainamisha kichwa akimchunguza kwa muda. Una ujauzito. Unahitaji kutoka kwenye mvua. Njoo. Niruhusu nikukupeleke mahali salama. Akatikisa kichwa. Hapana, asante. Hata sikujui. Hiyo ni haki, alisema kwa upole, sauti thabiti yenye subira. Jina langu ni Amani. Siko hapa kukuumiza. Siwezi tu kukuacha umesimama hapa kwenye dhoruba. Akasita. Sauti yake haikusikika kama tishio. Ilisikika kama joto katikati ya jinamizi lake. Upepo baridi ukapenya tena nguo zake zilizojaa maji na hatimaye akaongeza kichwa kwa udhaifu. Sawa, alinong'ona. Amani akasogea na kushikilia mwavuli juu yake. Polepole sasa. Angalia unakanyaga wapi. Alipomwongoza kuelekea gari, alinusa harufu hafifu ya mti wa miarobaini na mvua kutoka kwake. Ilikuwa ajabu. Hakuwa amejisikia salama karibu na mwanaume kwa miezi, lakini kitu kuhusu yeye kilimtuliza hata akiendelea kutetemeka. Amani akafungua mlango wa gari, Tumaini akaingia kwenye kiti cha abiria. Joto likampiga mara moja. Akapumua kwa nguvu, joto la ghafla karibu likaumiza dhidi ya ngozi iliyokufa ganzi. Amani akaweka mwavuli pembeni na kumpa taulo safi kutoka nyuma. Haya, alisema kwa upole. Unatetemeka. Asante, alinung'unika akiliweka karibu. Samahani. Mimi sitaki kuwa mzigo, Amani akamtazama, uso ukalainika. Wewe si mzigo. Kila mtu huhitaji msaada wakati fulani. Gari likaanza kuondoka. Kwa muda hawakusema chochote. Mvua iligonga madirisha na Tumaini akaangalia jiji likipita kwa ukungu, sura yake kwenye kioo ikiwa nyeupe na tupu. Baada ya ukimya mrefu, Amani akasema tena. Unataka kuniambia tunaenda wapi? Tumaini akasita. Sijui, alikiri kwa sauti ya chini. Mume wangu alinitoa nje. Macho yake yakachepuka kumtazama. Alikufanyia nini? Alisema hanihitaji tena. Sauti yake ikapasuka. Ana mtu mwingine sasa. Taya ya Amani ikakaza kidogo, lakini sauti ikabaki tulivu. Na uko nje hivi. Una ujauzito wa miezi 7. Tumaini akatazama mikono yake ikitetemeka. Alisema sina thamani bila yeye.
Amani akanyamaza kwa muda mrefu. Kisha kwa upole akasema ana makosa. Maneno yakampiga Tumaini zaidi kuliko alivyotarajia. Akajikaza, machozi yakitishia kurudi. Hata hunijui. Sihitaji, Amani alisema. Hakuna anayestahili kutendewa hivyo. Tumaini akafuta uso akijaribu kutuliza pumzi. Siwezi kwenda kwa mama yangu. Amemwambia nilikimbia na mwanaume mwingine. Hataniamini. Macho ya Amani yakakolea kwa kutoamini. Alisema hivyo. Tumaini akatikisa kichwa. Niliuona ujumbe mwenyewe. Amani akavuta pumzi polepole akitikisa kichwa. Huo ni ukatili. Watu wengine hawaelewi madhara wanayosababisha mpaka iwe kuchelewa. Tumaini akatazama nje tena. Zamani alikuwa mwema. Tulipokuwa hatuna kitu, tuliapa tutakabiliana na kila kitu pamoja. Sikujua angekuwa hivi. Amani akamtazama pembeni. Pesa hubadilisha watu. Wakati mwingine huonyesha walivyo kweli. Tumaini akacheka kwa uchungu uliogeuka kilio. Basi labda nilikuwa kipofu tangu mwanzo. Hapana, Amani alisema kwa upole. Ulimwamini. Huo si upofu. Huo ni upendo. Mtu mbaya hamfanyi upendo wako kuwa kosa. Wema kwenye sauti yake ulimvunja kabisa. Alifunika uso kwenye taulo na kulia kimya, akijaribu kuzuia sauti. Amani hakusema tena. Alinyosha mkono nyuma, akachukua blanketi na akaliweka taratibu mabegani mwake bila neno. Kilio kilipopungua, Tumaini alinong'ona, asante. Hata sijui unanichukua wapi. Amani akatabasamu kwa upole. Mahali pa joto. Mahali pa usalama. Hatimaye gari likasimama mbele ya jengo kubwa la kisasa lenye taa za joto zikimulika kupitia madirisha marefu ya kioo. Halikuonekana kama hoteli. Lilionekana kama nyumba ya mtu. Tumaini akakunja uso. Hapa ni wapi? Nyumbani kwangu, Amani alisema kwa urahisi. Nina vyumba vya ziada. Unaweza kupumzika hapa usiku huu na kesho utaamua unachotaka kufanya. Tumaini akatikisa kichwa. Siwezi kukaa hapa. Sitaki kukusumbua. Unikusumbui, Amani alisema. Ni usiku mmoja tu. Tafadhali. Uhalisia kwenye sauti yake haukuacha nafasi ya kubishana. Akamfuata ndani. Sehemu ya kuingilia ilikuwa maridadi, si ya kujionyesha, imepambwa na michoro na mwanga laini. Kila kitu kilinuka kahawa na mashuka mapya. Mwanamke mwenye umri wa miaka 50 alitokea koridoni akiwa amevaa sare ya mjakazi. Bwana Kileo, kila kitu kiko sawa. Amani akamwonyesha Tumaini. Anahitaji chumba cha mgeni na nguo kavu, tafadhali. Uso wa yule mwanamke ukalainika alipoona Tumaini ameloa. Maskini. Njoo mwanangu. Tukupatie joto. Tumaini akamfuata juu gorofani, macho yakimfumba kwa uchovu. Alibadilisha na kuvaa gauni la kulalia lililoachwa na yule mwanamke, kisha akakaa ukingoni mwa kitanda. Mashuka yalikuwa laini na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, hakuhisi tena mvua wala baridi, lakini hakuacha kutetemeka. Akili yake iliendelea kurudia uso wa Rajabu, kicheko chake, gauni jekundu la Halima, sauti ya mlango ukipigwa. Kugonga kwa upole kukasikika. Amani akaingia akiwa ameshika kikombe cha chai. Unapaswa kunywa kitu cha joto, alisema kwa upole. Tumaini akainua macho mekundu. Hukupaswa kufanya haya yote. Najua, alisema, lakini nilitaka. Akasita, kisha akachukua kikombe. Joto likasambaa kwenye viganja vyake. Asante. Amani akategemea mlangoni. Jaribu kulala. Sawa. Uko salama hapa. Alipotoka, Tumaini akazima taa na kujilaza. Machozi yakarudi tena taratibu, kimya. Mkono wake ukatulia juu ya tumbo lake. Tuko salama, alinong'ona kwa mtoto. Angalau kwa sasa. Lakini usingizi haukukaa.
Usiku wa manane, maumivu makali yakachoma tumboni. Tumaini akapumua kwa nguvu na kukaa akilishika tumbo lake. Maumivu yakaja tena, mara hii yakiwa makali zaidi. Akapiga kelele, hofu ikimvaa. Yule mjakazi akakimbia ndani. Nini shida? Sauti ya Tumaini ikavunjika. Ni mtoto. Kuna kitu kibaya. Mwanamke akapiga kelele chini ya korido. Bwana Kileo, haraka! Amani akatokea karibu mara moja, miguu wazi, bado na shati jeupe. Nini kimetokea? Ana maumivu, yule mwanamke alisema kwa haraka. Uso wa Tumaini ulikuwa mweupe, pumzi fupi na zisizo sawa. Inauma. Mungu, inauma. Amani akachukua hatua haraka. Mpigieni daktari. Andaa gari sasa. Ndani ya dakika alikuwa amembeba kwa uangalifu kushuka ngazi, akijaribu kumtuliza huku Tumaini akining'inia shati lake akitetemeka. Mvua ilikuwa bado inamwagika nje alipomsaidia kuingia gari na kuendesha kupitia dhoruba kuelekea hospitali. Kaa nami, Tumaini, Amani alisema, akimtazama kila baada ya sekunde chache. Usifumbe macho. Machozi yakamtiririka. Tafadhali usiruhusu kitu kimtokee mtoto wangu, alinong'ona. Utakuwa sawa. Naahidi, Amani alisema, ingawa sauti yake ilitetemeka kidogo. Walifika hospitali. Wauguzi wakakimbia na machela. Amani akafuata walipokuwa wakimsukuma ndani, moyo ukidunda. Tumaini aliendelea kumuita walipomwingiza kupitia milango miwili. Amani alijaribu kuingia lakini muuguzi akamzuia. Tafadhali subiri hapa, bwana. Dakika zikahisi kama masaa. Korido ilinuka dawa ya kuua vijidudu na mvua. Amani akatembea huku na huku, mikono ikikaza, akisikiliza sauti zilizofifia nyuma ya mlango. Hatimaye daktari akatoka akivua glovu. Uso wake ulikuwa mzito. Amani akasogea. Yukoje? Daktari akasita, kisha akasema kwa sauti ya chini. Ametokwa na damu nyingi. Mtoto yuko kwenye hatari. Tunaweza kuwapoteza wote wawili. Amani akaganda, maneno yakirudia kichwani huku radi ikiguruma nje tena. Kama bado hujajisajili, tungependa ujiunge na jamii yetu kwa kubofya kitufe cha subscribe. Kupitia simulizi zetu, tunajenga tumaini na kutoa mustakabali kwa watoto na wanawake waliopitia unyanyasaji duniani kote. Tuhamasisheni kwa kusubscribe na kuwasha kengele ya taarifa ili usikose simulizi yenye maana. Pia tuambieni kwenye maoni mnatutazama kutoka wapi na hii simulizi imezungumza na weje. Dunia ilimrudia kwa vipande kama mwanga unaowaka na kuzima kupitia ukungu. Kwanza milio ya mashine, kisha hewa baridi, kisha maumivu yaliyosambaa mwilini kana kwamba alikuwa amepasuliwa vipande viwili. Tumaini akafungua macho kwenye mwanga mkali mweupe wa chumba cha hospitali. Kwa muda hakukumbuka yupo wapi. Kisha kumbukumbu zikaja kwa mawimbi. Mvua, gari, maumivu. Sauti ya Amani akipiga kelele jina lake. Midomo yake ilikuwa mikavu alipojaribu kuzungumza. Mtoto muuguzi akatokea pembeni akitabasamu kwa upole. Mko sawa nyinyi wote wawili. Ulitupa hofu kwa muda mpenzi. Lakini uko salama sasa. Macho ya Tumaini yakajaa. Mtoto yuko hai. Ndiyo, muuguzi alisema. Amezaliwa mapema kidogo lakini ana nguvu. Yuko wodini ya watoto wachanga kwa sasa. Utamwona hivi karibuni. Machozi yakamwagika mashavuni mwa Tumaini, ya joto na yasiyozuilika. Alinong'ona shukrani ambayo hata hakumaliza. Muuguzi alipotoka, mlango ukafunguka tena. Amani akaingia kimya, bado amevaa shati lile lile la jana usiku, mikono ya shati imekunjwa hadi kwenye viwiko, macho yakiwa mazito kwa kukosa usingizi. Kwa muda Tumaini alidhani anaota. Alionekana hana nafasi kwenye chumba chenye harufu ya dawa, tulivu kupita kiasi. Umeamka, Amani alisema kwa upole. Tumaini akatikisa kichwa, sauti dhaifu. Ulibaki?
Amani akatabasamu kwa uchovu. Unadhani ningekuacha hapa? Koo lake likakaza. Hukupaswa. Nilitaka, alisema kwa urahisi. Akakaa kwenye kiti karibu na kitanda chake. Kwa muda hawakusema. Mlio wa mashine ulijaza nafasi kati yao. Hatimaye Tumaini alisema, uliokoa maisha yangu. Amani akatikisa kichwa. Wewe ndiye ulifanya kazi ngumu. Mimi nilikuendesha tu. Siku zilizofuata Tumaini alipona taratibu. Chumba cha hospitali kikawa dunia yake ndogo, tasa lakini salama. Amani alikuja kila asubuhi, wakati mwingine na kifungua kinywa, wakati mwingine na maua, kila mara na ule utulivu wa ajabu uliomfanya Tumaini ajisikie vibaya. Hakumwelewa. Watu hawasaidii wageni tena hivyo. Si kwa namna hii, si kwa kujitoa. Asubuhi moja, huku mwanga wa jua ukipenya dirishani, aliuliza swali lililokuwa linamuunguza moyoni. Kwa nini unanifanyia hivi? Amani akainua macho kutoka kwenye kahawa yake. Kwa sababu ilipaswa mtu afanye, Tumaini akakunja uso. Huo si jibu. Amani akajiegemeza kwenye kiti. Labda si jibu, lakini ni ukweli. Kulikuwa na huzuni kwenye sauti yake ambayo hakuweza kuipa jina. Na kwa muda alidhani aliona kitu kikitetemeka nyuma ya macho yake tulivu. Hatia, labda majuto. Alipotoka hospitalini, Amani alikataa amwache aende kwenye makazi ya dharura. Unahitaji kupumzika. Mahali tulivu, safi na penye joto kwa ajili yako na mtoto. Siwezi kukulipa, Tumaini alisema, sauti ikitetemeka. Sikuomba malipo, Amani alijibu. Kasri lile lilionekana la ndoto zaidi mchana. Halikuwa la kujionyesha. Lilikuwa la heshima, ukuta wa mawe ukiwa na uoto wa kupanda, mwanga wa jua ukimwagika kupitia madirisha marefu. Hewa ilinuka rangi ya mbao na maua ya waridi. Ndani kila kitu kilikuwa kisafi. Kulikuwa na wafanyakazi wa ndani, mtunza bustani, hata dereva. Tumaini alijisikia mdogo kusimama tu pale mlangoni, bangili ya hospitali bado ikiwa kwenye mkono wake. Hii ni nyingi mno, alinong'ona. Amani akageuka kwake, uso kutosoma. Umepitia mengi. Niruhusu nikusaidie. Akampeleka hadi chumba kikubwa cha wageni kilichoangalia bustani. Unaweza kukaa kadri unavyohitaji, alisema kwa utulivu. Nitawaambia wafanyakazi waandae kitanda cha mtoto. Tumaini hakujua aseme nini. Shukrani, hofu, mkanganyiko, vyote vikichanganyika kifuani. Sistahili hapa, alinong'ona. Amani akasimama mlangoni. Labda bado, lakini unastahili. Siku zikapita taratibu. Mwili wake ukapona, lakini akili haikujua. Kasri lilikuwa kimya, karibu kimya kupita kiasi. Kila sauti, hatua koridoni, kugongana kwa vyombo chini, ilimkumbusha kuwa hapaswi kuwa hapa. Wafanyakazi walikuwa na adabu, lakini si wote walikuwa wema. Alihisi macho yao mgongoni alipokuwa anaingia jikoni, alisikia minong'ono ikikatika alipoingia chumbani. Siku moja alasiri, alipopita kwenye korido ya watumishi, alisikia wajakazi wawili wakinong'ona. Yule amebahatika, mmoja alisema, anatokea tu ghafla, anapewa chumba juu kana kwamba ni wa familia. Bahati, mwenzake akacheka kwa dharau. Unaita hiyo bahati? Mimi naita mtego. Unadhani Bwana Kileo huleta wanawake wa ovyo kwa hisani? Usichekeshe. Hajamtazama mtu tangu mke wake afariki. Tumaini akaganda. Mke wake? Akajiondoa kimya kabla hawajamwona na kukimbia koridoni, moyo ukipiga. Basi ndiyo hiyo. Ndiyo ile huzuni machoni. Usiku huo alipokuwa akimlisha mtoto wake chumbani kwa watoto, alijikuta akijiuliza, Amani Kileo ni mwanaume wa aina gani? Mwokozi au mtu anayejaribu kujaza jeraha la zamani kwa sura mpya? Hakuwahi kumfanya ajisikie vibaya, hakuvuka mipaka, lakini kulikuwa na kitu kwenye ukimya wake kilichofanana na mlango uliokifungiwa. Alikuwa ameokoa maisha yake, lakini alionekana kuficha kitu chake.
Alipomwona jioni, walizungumza kama marafiki wa zamani ambao hawajui namna ya kuwa karibu tena. Mdogo anaendeleaje? Amani aliuliza usiku mmoja alipokuwa akijimiminia kinywaji kwenye maktaba. Ana nguvu, Tumaini alisema kwa upole. Daktari amesema atakuwa sawa. Amani akatabasamu kidogo. Vizuri. Umefanya vizuri, Tumaini akasita, kisha akauliza, ulikuwa na watoto? Tabasamu lake likafifia. Akatazama glasi yake, kinywaji cha rangi ya kahawia kikishika mwanga. Nilikuwa nao, alisema kwa sauti ya chini. Zamani. Tumaini akang'ata mdomo. Samahani. Amani akatikisa kichwa. Hukujua. Akabadilisha mada na Tumaini hakuuliza tena. Lakini swali likabaki, nini kilimpata mke wake? Nini kilimpata mtoto wake? Siku zikageuka wiki. Tumaini akaanza kusaidia kasri kwa hatia, kukunja nguo, kumwagilia mimea, kupanga barua. Mwanzoni wafanyakazi walijaribu kumzuia wakisema si kazi yake, lakini Amani aliwaambia waache. Kama inamsaidia ajihisi kawaida, mwacheni afanye, alisema. Na ilisaidia. Ratiba ilimpa udhibiti mdogo. Siku moja alasiri, Amani alimkuta bustanini akiwa amepiga magoti kwenye udongo akipunguza maua ya waridi. Uhitaji kufanya hivyo, alisema. Tumaini akainua macho, akatabasamu kidogo. Napenda. Yananikumbusha kuwa vitu vizuri bado vinaweza kukua kutoka kwenye maumivu. Amani akamtazama kwa muda mrefu, kisha akasema, wewe una nguvu kuliko unavyofikiri. Tumaini akatazama waridi mkononi mwake, shina likimchoma kidogo kidoleni. Hapana, alinong'ona. Nilimaliza tu njia za kuvunjika. Kitu kwenye sauti yake kilimfanya Amani asimame. Hakujaribu kumtuliza. Alipiga magoti pembeni yake na kusaidia kupunguza shina linalofuata, kimya, wakishiriki uzito wa muda huo. Baadaye jioni hiyo, alipokuwa akipita koridoni, alisikia watunza bustani wawili wakiongea karibu na mlango wa huduma. Umesikia kuhusu mgeni wa bosi? Mmoja alisema. Yule mwanamke na mtoto. Ndiyo. Watu wanasema yeye ni kimada wake mpya. Tumaini akasimama kama amegongwa. Hiyo haiwezi kuwa kweli. Mwingine akasema, si mwanaume wa aina hiyo. Una uhakika? Tajiri kumchukua mwanamke wa aina yake? Kila mara kuna sababu. Tumaini akaharakisha kuondoka kabla hajasikia zaidi. Kifua chake kikakaza. Alidhani ameacha kujali watu wanasema nini, lakini maneno yao yakamshika kama matope. Usiku huo hakulala. Alirudia kila kitu kichwani: wema wa Amani, ukimya wake, jinsi alivyokwepa maswali binafsi. Labda walikuwa sahihi. Labda yeye alikuwa hisani itu, au zaidi, njia ya kusahau huzuni yake. Asubuhi iliyofuata alimkwepa kabisa, akisema amechoka. Alikaa chumbani akimbeba mtoto, akimnong'oneza, tutapata njia yetu wenyewe hivi karibuni. Hatuwezi kukaa hapa milele. Lakini jioni hiyo, mvua ilipoanza tena nje, alisikia sauti zikivuma kwa mbali kutoka koridoni ya chini. Sauti ya Amani yenye mkazo, imeinuka. Mara chache aliinua sauti. Tumaini hakuweza kusikia kila kitu, lakini sentensi moja ilisimama wazi. Nilikwambia sitaruhusu hilo litokee tena. Aliongea kwa hasira kwenye simu, kisha ukimya. Tumaini akaganda karibu na ngazi. Dhoruba ikanguruma, upepo ukilia kwenye miti. Aliposikia jina lake likitajwa kwa upole lakini kwa hasira, tumbo lake likajikunja. Akajiondoa kabla Amani hajamwona, mapigo yakikimbia. Amani alikuwa anazungumza na nani? Kwa nini ilisikika kama anamkinga na kitu au anamficha kitu? Asubuhi iliyofuata, Amani alitenda kana kwamba hakuna kilichotokea. Alimsalimia kwa sauti tulivu, akapongeza tabasamu la mtoto, hata akajitolea kumpeleka hospitalini kwa ukaguzi. Tumaini alitaka kuamini joto kwenye sauti yake ni la kweli, lakini picha ya yeye ndani ya ofisi, sauti kali, haikuondoka.
Wakiwa barabarani, Tumaini akaangalia mvua ikiteleza kwenye kioo. Unaficha kitu, alisema kwa sauti ya chini. Amani akamtazama haraka. Hupaswi kuwatuhumu watu bila ushahidi. Uko sahihi, Tumaini alisema. Lakini mimi si kipofu. Nilikusikia jana usiku. Amani akavuta pumzi akishika usukani kwa nguvu. Tumaini, ulikuwa unazungumza na nani? Tumaini akasisitiza. Ilikuwa kuhusu mimi. Kuhusu Rajabu. Amani hakujibu, taya ikakaza, macho yakabaki barabarani. Tafadhali, Tumaini alinong'ona. Nimeishi uongo wa kutosha. Usinifanye nikuwe na mashaka na wewe pia. Walipofika taa nyekundu, mvua ikapiga zaidi kwenye kioo cha mbele. Amani akageuka kwake, uso haukusomeka lakini sauti yake ilikuwa ya chini na mbichi. Unafikiri ninakusaidia kwa huruma, alisema. Unafikiri naficha kitu kwa sababu sikukuamini. Lakini ukweli ni naficha kwa sababu nakujali na kwa sababu sitaki kuona ule mtazamo machoni mwako tena. Ule uliokuwa nao usiku nilipokukuta. Koo la Tumaini likakaza. Basi niambie ni nini? Amani akageuka tena, taa ikawa kijani. Si bado. Walipofika hospitalini, Tumaini alijaribu kuzingatia miadi yake, lakini mawazo yake yaliendelea kurudi kwenye maneno yake. Si bado. Si bado. Jioni hiyo alikaa kwenye roshani wakati mtoto amelala, akitazama taa za jiji chini. Kwa mara ya kwanza tangu akutane na Amani, alihisi kumwogopa, si kimwili, bali kuogopa sehemu ile ya Amani ambayo hakuweza kuifikia. Amani alitoka nje kimya na kusimama pembeni yake. Kwa muda wote wawili hawakusema kitu. Upepo ulibeba harufu hafifu ya mvua na maua. Unajutia kunisaidia? Tumaini aliuliza kwa upole. Amani akamtazama kwa mshangao. Hapana, kwa nini nijutie? Kwa sababu nilileta vurugu kwenye maisha yako tulivu. Kwa sababu ninakukumbusha kitu chenye maumivu. Amani akatoa tabasamu hafifu. Tulivu si sawa na furaha. Tumaini, hukuharibu chochote. Ulinifanya nikumbuke namna inavyohisi kujali. Macho ya Tumaini yakalainika. Basi acha kunificha. Amani akasita, macho yake yakielekea mbali. Kwa muda mrefu sauti pekee ilikuwa mng'ong'o wa upepo kwenye miti. Kisha kwa kutoa pumzi kimya akasema, kuna kitu unapaswa kujua kuhusu mume wako na familia yangu. Maneno yakasalia hewani kama radi kabla ya dhoruba, na Tumaini akahisi dunia ikitikisika tena. Kila kitu kilichokuwa salama ghafla kikawa na mashaka. Kila kitu kilichokuwa laini sasa kilikuwa na kivuli cha ukweli unaosubiri kufichuliwa. Jiji lilikuwa limeanza kuacha kuwa mgeni na kuwa kumbukumbu ya mbali. Wiki zilikuwa zimepita tangu Tumaini karibu apoteze maisha yake na mtoto wake. Na ingawa mwili wake ulikuwa umepona, moyo wake bado ulitembea kwa kulemaa. Kila asubuhi aliamka kwa sauti ya ndege nje ya dirisha lake na sauti tulivu ya kasri. Na kwa mara ya kwanza baada ya miezi hakuamka kwenye kelele, hofu au sauti ya kilio chake mwenyewe. Kulikuwa na amani hapa, lakini ilikuwa amani yenye maswali ambayo hakujiamini kuyauliza. Wakati mwingine alimwangalia Amani kutoka roshani akiwa anaondoka kwenda kazini. Kila mara mapema, kila mara amevaa kwa umakini, uso tulivu usiosomeka. Alikuwa mwanaume aliyebeba neema na uzito kwa pamoja, uzito unaotokana na kuishi dhoruba nyingi sana na kuishi peke yake. Alisisitiza akae nyumbani kwake, si kama mgeni tu, bali kama sehemu ya taasisi aliyokuwa anaendesha. Unahitaji kitu cha kuishughulisha akili yako, alikuwa amesema. Kitu kitakachokukumbusha wewe ni nani. Msingi wa kileo uliwasaidia wanawake waliokuwa wakipambana kujenga upya maisha yao. Wanawake waliokumbana na unyanyasaji, umaskini na kutelekezwa. Mara ya kwanza Tumaini alipokanyaga ofisini, kifua chake kikajikaza. Nyuso nyingi pale zilikuwa kama vioo vya maumivu aliyowahi kubeba. Alijifunza kusimamia kumbukumbu, kupokea simu, kuwafariji waliofika wapya. Hakuwa tu anaishi sasa.
Alikuwa sehemu ya kitu kilichowasaidia wengine kufanya hivyo pia. Kila jioni aliporudi nyumbani, Amani aliuliza siku yake ilikuwaje. Hakuingilia sana, lakini kila mara alisikiliza. Alipocheka, macho yake yalilegea kana kwamba alikuwa amesahau namna hiyo sauti inavyohisi mpaka yeye amkumbushe. Lakini kulikuwa na nyakati ndogo za kupita, wakati kitu kwenye mtazamo wake kilibadilika. Wakati alipomtazama si kama mgeni au mfanyakazi, bali kama mtu aliyemjua muda mrefu kabla ya usiku ule wa mvua, Tumaini alimkuta akimwangalia kwa kama ujamaa wa kimya, kana kwamba anamtambua vipande vya yeye ambavyo hata yeye hakujua alivipoteza. Jioni moja, baada ya siku ndefu kwenye msingi, Tumaini alijiunga naye bustanini. Jua lilikuwa linazama, likipaka dhahabu kwenye madirisha ya kioo. Alipiga magoti karibu na maua ya waridi akipunguza petali zilizonyauka, kisha akasema kwa upole, unajua, nilipokuja hapa mara ya kwanza nilidhani unafanya wema kwa hatia. Amani akamtazama kutoka aliposimama karibu na chemchemi. Na sasa? Tumaini akatabasamu kwa upole. Sasa nahisi labda wewe ni mwema kwa sababu unaelewa maumivu. Amani akanyamaza kwa muda, kisha akasema labda. Au labda sipendi kumwona mtu anaumia ikiwa naweza kufanya kitu. Urahisi wa jibu ulimvua silaha. Tumaini akamchunguza kimya. Huzungumzi sana kuhusu wewe. Amani akatabasamu, tabasamu dogo lenye huzuni kidogo. Hakuna mengi ya kusema. Tumaini akainamisha kichwa. Daima kuna kitu. Macho ya Amani yakakaa juu ya yake kwa sekunde ndefu kabla hajageuza uso. Labda siku moja, alisema, na hapo ndipo mazungumzo yakakatika. Usiku, mtoto akiwa amelala na nyumba ikitulia, Tumaini mara nyingi alikaa dirishani, akili ikifuata miaka iliyomfikisha hapa. Wakati mwingine bado aliweza kusikia sauti ya Rajabu, matusi, sauti ya mlango ukipigwa. Lakini kumbukumbu hizo zilikuwa zinaanza kufifia sasa, kama makovu ambayo bado yanauma inaponyesha lakini hayatoi damu tena. Jumamosi moja asubuhi, Amani alimwalika aende naye kwenye hafla ya kuchangisha fedha kwa ajili ya msingi. Ilikuwa mara yake ya kwanza kwenda mahali linalohitaji kujipamba tangu harusi yake, na karibu aseme hapana, lakini Amani alimshawishi. Ni wakati watu wakuone nguvu yako, alisema. Wewe ni mfano wa kila kitu ambacho msingi unasimamia. Hafla ilifanyika kwenye ukumbi wa hoteli wenye sakafu zilizong'aa na taa za kung'aa za dari. Tumaini alivaa gauni la bluu laini ambalo Bi Mrema alimsaidia kuchagua. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alijiangalia kwenye kioo na hakuona mwathirika. Aliona mwanamke aliyenusurika. Amani alipomtambulisha kwa wafadhili na washirika, Tumaini aliona namna kila mtu alivyomheshimu. Walizungumza juu yake kama mwanaume wa uadilifu, wa maono, wa uaminifu. Na bado nyuma ya kila sifa kulikuwa na chembe ya udadisi, kana kwamba walijiuliza ni historia ya aina gani inayoweza kumfanya mwanaume kuwa makini sana, mpweke sana. Hotuba zilipoisha, Amani aliinua glasi yake na kuzungumza kuhusu kujenga upya maisha. Maneno yake yalikuwa thabiti, ya kweli, lakini Tumaini aliona kitu kwenye sauti yake, maumivu yaliyofichwa mbali chini ya nguvu. Baadaye, waliposimama kwenye roshani wakitazama taa za jiji, Tumaini aliuliza, kwa nini unafanya haya yote? Kuwasaidia watu kama mimi. Amani aliutazama upeo wa jiji kwa muda mrefu kabla ya kujibu. Kwa sababu zamani mtu alinisaidia na sikuwahi kupata nafasi ya kumshukuru. Tumaini akakunja uso kwa upole. Ni nani? Amani akatabasamu hafifu. Mtu ambaye nilipaswa kumlinda zaidi. Jibu lenye fumbo lilibaki kichwani mwake. Usiku huo waliporudi kasri, Tumaini hakuweza kulala. Nyumba ilikuwa kimya isipokuwa sauti ya saa ya koridoni. Aliamka kuchukua maji na alipokuwa anarudi, alipita mbele ya ofisi ya Amani. Mlango ulikuwa umeachwa wazi kidogo, mwanga ukimwagika nje. Ndani, makaratasi yalikuwa yametapakaa mezani. Alikuwa anataka kupita tu, lakini kitu kwenye rafu kilimvuta macho. Picha iliyo kwenye fremu ilikuwa imelazwa uso chini. Akasita, kisha akasogea na kuigeuza.
Pumzi ikamkwama. Ilikuwa picha ya zamani, imefifia kidogo. Baba yake alisimama katikati akitabasamu kwa fahari, mkono wake ukiwa umemzunguka mabega ya Tumaini alipokuwa kijana, na pembeni yake akiwa mdogo, lakini bila shaka yule yule, alikuwa Amani Kileo. Moyo wa Tumaini ukajikwaa. Mlango ukalia kidogo nyuma yake. Akageuka haraka, fremu bado mkononi. Amani alisimama pale, uso usiosomeka, glasi ya kinywaji mkononi. Nadhani nilipaswa kufunga hiyo draw, alisema kwa sauti ya chini. Sauti ya Tumaini ikatetemeka. Ulimjua baba yangu? Amani akaweka glasi chini na kuja kwake kwa hatua za taratibu. Ndiyo, nilimjua. Kwa nini hukuniambia? Tumaini aliuliza, moyo ukikimbia. Amani akasimama umbali wa hatua chache, macho yake yakiwa na kitu kilichofanana na maumivu. Kwa sababu sikujua namna. Tumaini akashikilia picha kifuani. Ulikuwa nini kwake? Amani akatazama chini, kisha akamwangalia. Alikuwa mshauri wangu. Mwanaume wa kwanza kuamini naweza kuwa zaidi ya nilikotoka. Alinifundisha biashara, maadili, subira. Alipofariki niliahidi nitakuangalia. Koo la Tumaini likakaza. Uliahidi kumwangalia? Ndiyo, Amani alisema. Ulikuwa na miaka 16 wakati huo. Nakumbuka. Ulikuwa unamletea chakula cha mchana ofisini kila Ijumaa. Alikuwa anakusifu kwa kila mtu. Alisema wewe ndiye kitu bora zaidi alichowahi. Macho ya Tumaini yakajaa. Ninakukumbuka sasa, alinong'ona. Ulikuwa unakuja nyumbani kwetu wakati mwingine. Mama angekuwa ananitania kwamba wewe ulikuwa serious sana kwa umri wako. Amani akatabasamu kidogo. Nilikuwa. Lakini nilimheshimu baba yako na wewe. Tumaini akaangalia chini, kumbukumbu ikirudi. Yule kijana mtulivu aliyekuwa analeta mafaili ya kusainiwa, aliyekuwa anatabasamu kwa aibu mezani jikoni. Alikuwa msichana tu wakati huo, mdogo sana kuelewa admirations. Kulikuwa nini baada ya yeye kufa? Tumaini aliuliza kwa upole. Amani akatoa pumzi. Nilijaribu kukutafuta. Lakini nilipokufikia, ulikuwa tayari umeolewa na Rajabu. Kifua chake kikakaza kwa jina hilo. Ulinipata. Nilijaribu, Amani alisema. Lakini mume wako alihakikisha siwezi. Nilituma barua, ujumbe, hata nilijaribu kumfikia mama yako. Kila mara hakuna kitu. Baadaye nikasikia umehama na Rajabu. Kwamba hutaki chochote kutoka kwenye maisha ya zamani ya baba yako. Nyusi za Tumaini zikakutana. Si kweli. Sijawahi kupata barua yoyote. Mama yangu Kwa sababu Rajabu alihakikisha, Amani alisema kwa uchungu. Aliniambia umeolewa vizuri na kwamba hutaki mtu yeyote kutoka ulimwengu wa zamani wa baba yako kuwasiliana nawe tena. Sauti ya Tumaini ikatetemeka. Alikuambia hivyo? Ndiyo, Amani alisema. Na niliamini. Nilidhani labda ulitaka kusahau. Sikuelewa mpaka usiku ule nilipokukuta kwenye mvua namna nilivyokosea. Tumaini akageuka akibonyeza mkono mdomoni. Picha ikatikisika kwenye vidole vyake. Alininyang'anya kila kitu. Hata wewe. Nilipaswa kuzuia haya yote, Amani alisema kwa sauti ya chini ikivunjika kwa mara ya kwanza. Kama nisingeamini alichoniambia kuhusu wewe, labda usingepitia uliopitia. Wewe na baba yako mliniamini na niliwaangusha. Tumaini akageuka kwake, machozi yakimwagika. Usiseme hivyo. Hukujua. Nilipaswa kujua, Amani alisema. Nilipaswa kutafuta zaidi. Kwa muda wote walinyamaza. Mvua nje iliendelea tu kupiga madirishani. Mvua ile ile iliyowakutanisha miezi iliyopita, sasa ikianguka kama mwangwi wa kila kilichopotea. Tumaini akakaa kwenye kiti karibu na meza yake, picha ikiwa mapajani. Miaka yote hiyo, alinong'ona. Ulikuwa huko nje na mimi nikadhani hakuna anayejali. Amani alisema kwa upole.
zaidi ya unavyoweza kujua. Ukweli uliokuwa mbichi kwenye sauti yake ulimfanya kifua cha Tumaini kuuma. Akakutana na macho yake, na kwa sekunde chache dhaifu, maumivu yaliyowafunga pamoja yalihisi kama hatima iliwakusudia wakutane tena. Lakini kwa utambuzi huo, dhoruba mpya ya hisia ikaja. Hasira, huzuni, mkanganyiko. Aliharibu mengi, Tumaini alisema, sauti ikitetemeka. Ndoa yangu, jina langu, jina la baba yangu, na sasa nagundua hata aliiba mtu mmoja ambaye angeweza kunisaidia. Amani akapiga magoti karibu na kiti chake. Huhitaji kubeba hii peke yako tena. Mikono ya Tumaini ikatetemeka alipomtazama. Nimekuwa peke yangu kwa muda mrefu. Sijui inahisije kutokuwa. Amani akanyosha mkono, kisha akasita, vidole vikisimama karibu na vyake bila kugusa. Basi niruhusu nikukumbushe. Kwa mpigo mmoja wa moyo, dunia ya nje ilipotea. Radi, mvua, miaka kati yao. Aliona uaminifu machoni mwa Amani, uzito wa muda wote waliopoteza. Lakini kabla hajazungumza, sauti ya kengele ya geti la mbele ikakatiza. Amani akasimama haraka, akinyosha koti lake. Ni usiku sana. Nani Sauti ya Bi Mrema ikasikika kwa mbali kutoka chini. Bwana, kuna mtu yuko hapa, anaulizia Bi Tumaini. Tumaini akakunja uso kushangaa. Saa hii? Uso wa Amani ukawa mzito. Baki hapa, alisema, akashuka chini. Tumaini akasimama pia, akamfuata taratibu. Taa za sebuleni zilikuwa zimefifia, sauti ya mvua ikawa kubwa zaidi. Amani alipofungua mlango, pumzi ya Tumaini ikakwama. Rajabu alisimama pale. Hakuonekana kama mwanaume anayemkumbuka. Nguo zilikuwa zimeloa, nywele zimevurugika, macho yakiwa matupu kwa uchovu. Tumaini, alisema, sauti iko chini. Nahitaji kuzungumza na wewe. Amani akasimama mbele yake mara moja. Unahitaji kuondoka? Macho ya Rajabu yakamkazia Amani kwa dharau. Bado unacheza shujaa, Nilidhani ungekuwa mrefu zaidi. Tayari umemnyang'anya kila kitu mara moja, Amani alisema, sauti ya chini lakini kali. Utamgusa tena? Rajabu akacheka, sauti kavu. Kumgusa? Relat, kileo. Sijaja kupigana. Basi ondoka, Amani alisema tena. Rajabu akatazama nyuma ya Amani na macho yake yakampata Tumaini. Unafikiri yeye ndiye mwokozi wako, sivyo? Mwanaume mtakatifu aliyefika kwa wakati. Akatabasamu kwa ukatili. Amani, unadhani unajua hadithi yake? Hujui hata nusu yake. Na maneno yakabaki hewani, mazito na yenye sumu. Radi ikapasua nje na taa zikapepea, wakiwa wamesimama ukingoni mwa ukweli mwingine, ukisubiri kuharibu kila kitu walichokuwa wameanza kujenga upya. Na maneno yakabaki hewani, mazito na yenye sumu. Radi ikipasua nje na taa zikapepea, wakiwa wamesimama ukingoni mwa ukweli mwingine, ukisubiri kuharibu kila kitu walichokuwa wameanza kujenga upya. Mvua haikuacha tangu Rajabu arudi. Ilikuwa kana kwamba dhoruba ile iliyomfuata Tumaini kwenye usiku wake mbaya zaidi ilikuwa imepata njia ya kurudi kwenye mlango wake, ikikataa kumwacha asahau. Alisimama mlangoni mwa kasri la Amani, akidondosha maji, uso mweupe na amechoka kwa kile maisha yalichomfanyia tangu mara ya mwisho Tumaini kuona sura yake. Alitabasamu kwa udhaifu, kana kwamba tabasamu hilo lingeweza kufuta miaka ya usaliti iliyokuwa kati yao. Rajabu alitoa bahasha na kuinyosha, na Tumaini asiposogea, akaiacha idondoke juu ya meza ya kahawa. Haya, soma. Taya ya Amani ilikaza, lakini hakumzuia. Tumaini akaifungua bahasha taratibu, mikono ikitetemeka. Ndani kulikuwa na nyaraka za zamani. Rasmi, zimepigwa mihuri, zimesainiwa. Jina la baba yake lilionekana pembeni ya la Amani. Mkataba. Alisoma maneno, uoni wake ukififia yalipoanza kukaa sawa. Sauti ya Rajabu ikajaza sebule tena. Mkataba huo ulimwangamiza. Baba yako alimwamini Amani.
Alidhani anamsaidia asizame, lakini hakumsaidia. Mpango huo uliiponda kampuni yake. Alikufa maskini na mwenye moyo uliovunjika. Na huyu mtu, Mwokozi wako, ndiye sababu. Mapigo ya moyo ya Tumaini yakawa kama radi masikioni mwake. Si kweli, alinong'ona akimtazama Amani. Lakini uso wa Amani, ukimya wake, ulimwogopesha. Amani, Tumaini aliuliza kwa sauti ya chini. Niambie, si kweli? Amani akasogea hatua moja mbele, sauti yake ikiwa ya chini. Hiyo hati si hadithi yote. Rajabu akacheka akitikisa kichwa. Kila mara kuna maelezo, sivyo? Ninyi matajiri mnajua kusafisha nyayo zenu. Subira ya Amani ikakatika. Unaongo, Rajabu. Kila mara umekuwa mwongo. Tabasamu la Rajabu likakua. Labda. Lakini ushahidi uko hapo. Akageuka kwa Tumaini. Na labda anastahili kujua ni mwanaume wa aina gani huyo kweli. Tumaini akaishika nyaraka kifuani, pumzi ikitetemeka. Chumba kikaanza kuzunguka, akili ikichanganyikiwa. Nahitaji kufikiri, alinong'ona akirudi nyuma. Amani akanyosha mkono. Tumaini. Lakini tayari alikuwa anaondoka, machozi yakimuunguza alipoenda juu ya ngazi. Usiku huo, kasri lilihisi baridi kuliko wakati mwingine wowote. Sauti ya mvua kwenye madirisha ilikuwa isiyokoma, kana kwamba inarudia dhoruba ndani yake. Tumaini alikaa ukingoni mwa kitanda, akitazama nyaraka zimeenea mbele yake. Saini ya baba yake, muhuri wa kampuni ya Amani. Wino ulikuwa umefifia, lakini usaliti ulihisi mpya. Aliposikia kugonga kwa upole mlangoni, hakujibu. Amani akaingia hata hivyo, uso umechoka lakini tulivu. Sikutaka ujue hivi, alisema. Tumaini akainua macho mekundu. Ni kweli? Ulimwangamiza baba yangu? Amani akavuta pumzi polepole. Hapana, lakini sikumwokoa pia. Kifua chake kikakaza. Hiyo ina maana gani? Amani akakaa mbele yake, mikono imekutanisha. Miaka iliyopita kampuni ya baba yako ilikuwa inazama. Si kwa sababu yangu, bali kwa sababu halmashauri ya eneo ilikuwa imeoza. Walikata ufadhili wake, walizuia malipo na alikuwa anazama kwenye madeni. Alikuja kwangu kuomba msaada. Nilikubali kuisimamia kampuni yake ili kuikinga isifilisike. Lakini sikuwa mimi peke yangu kwenye hili. Amani akainama kidogo, aibu ikionekana kwenye mkao wake. Baba yako alikuwa na mfanyakazi kijana aliyemwamini sana. Mwerevu, mwenye tamaa ya mafanikio, yeye ndiye aliyekuwa anashughulikia karatasi zote za fedha. Mfanyakazi huyo alikuwa Rajabu. Moyo wa Tumaini ukasimama. Rajabu? Amani akatikisa kichwa. Baba yako alimpa ufikiaji kamili wa akaunti za kampuni. Nilisaini mkataba nikitarajia yeye atasimamia fedha kwa uaminifu, lakini aligushi nyaraka za ziada, akaanzisha uhamisho wa pesa wa uongo. Aliiba fedha kutoka kwetu sote wawili, fedha ambazo zilipaswa kuiokoa kampuni. Amani akavuta pumzi nzito. Ulaghai ulipogundulika, baba yako alibeba lawama. Alikuwa na kiburi sana kumfichua Rajabu na msongo ukamuua. Tumaini akabonyeza mkono mdomoni, machozi yakimwagika. Hapana, alinong'ona. Hapana, haiwezekani. Sauti ya Amani ilikuwa thabiti lakini nzito. Sikumwangamiza baba yako, Tumaini. Alikufa akimlinda nyoka aliyekuwa anaishi chini ya paa lake. Mwili wa Tumaini ukatetemeka kwa kilio. Hakuweza kumtazama. Kuta zilionekana kumkaribia, nyaraka kitandani zikififia kwa machozi. Miaka yote hii, alisema kwa udhaifu. Nilidhani baba yangu alishindwa. Nilidhani wewe ni mgeni tu uliyeniokoa. Lakini ulikuwa hapo muda wote na ulijua. Sikujua ni Rajabu, Amani alisema, sauti ikivunjika. Mpaka leo usiku. Nilitumia miaka nikimtafuta mtu aliyegushi hizo nyaraka, lakini alitoweka. Nilipomwona mlangoni leo mapema ndipo nilimtambua.
Tumaini akafunika uso kwa mikono. Alimuua baba yangu na mimi nikamuua. Amani akanyosha mkono kumgusa, lakini Tumaini akajiondoa. Usifanye, alinong'ona. Tafadhali usifanye. Amani akasimama, hatia imechorwa usoni. Tumaini, naapa. Kama ningejua. Lakini hukujua, Tumaini alisema kwa uchungu. Hakuna aliyejua. Alitupumbaza sisi sote. Sauti yake ikapasuka na akaanza kulia tena. Sio vilio vya kuvunjika vya mwathirika, bali sauti nzito ya mtu anayehuzunika kwa kila kipande cha maisha yake kilichoibiwa. Machozi yalipopungua, akainua macho yakiwa matupu lakini tulivu. Tunafanya nini sasa? Amani akakutana na macho yake. Tunaimalizia. Usiku mbili baadaye, Tumaini alisimama mbele ya kioo, amevaa gauni jeusi. Hafla ya hisani ambayo Amani alikuwa anaandaa kila mwaka ilikuwa imejaa taa, kamera, vicheko. Kila kitu kilionekana kung'aa sana, kelele sana. Lakini leo haikuwa siku ya sherehe. Leo ilikuwa siku ya hesabu. Rajabu alimeza chambo kirahisi Amani alipompigia simu akijifanya upatanisho. Njoo, Amani alikuwa amesema. Tumaini anataka kuzungumza. Sasa Rajabu alisimama katikati ya wageni akijifanya mchangamfu, ujeuri wake wa kawaida ukirudi chini ya mwanga. Tumaini alikaa karibu vya kutosha aonekane, lakini mbali vya kutosha kumchunguza. Watu wa Amani walikuwa wameweka kamera zilizofichwa kwa siri kwenye ukumbi. Rajabu alipowekewa kinywaji mkononi na akapata msikilizaji mwenye pupa pembeni yake, hakuweza kujizuia. Alijisifu kama kawaida yake. Unamjua baba yake, alisema kwa kicheko. Yule mzee ni yule mkubwa. Yule mzee alikufa akifikiri alipoteza kila kitu kwa sababu ya mkataba. Maskini hakuwahi kujua ukweli. Mimi ndiye niliyekamua akaunti zake. Mtu alinipa uaminifu wa maisha, mimi nikamtoa. Msikilizaji akiwa amevaa kipaza sauti cha siri akatikisa kichwa akimchochea. Uko serious? Rajabu akatabasamu. Serious kabisa. Mimi siku zote nimekuwa bingwa wa kujifanya. Hivyo ndivyo nilivyoishi. Mazungumzo yalipoisha, Amani alikuwa na ushahidi wa kutosha. Ndani ya dakika video ikapakiwa, ikasambazwa, ikasharemwa. Hafla haikuwa hata imekwisha ndipo simu ya Rajabu ikaanza kutetemeka bila kukoma, simu kutoka kwa waandishi wa habari, washirika na wadai. Kisha ving'ora vikaja. Rajabu akainua macho, hofu ikimvaa Amani alipoona askari waliovaa sare wakisukuma mlango na kuingia. Subiri, hii ni makosa. Siyo, Tumaini alisema akitoka kwenye umati, sauti yake ikiwa tulivu, uso imara. Hatimaye unaishi na ukweli uliowajengea watu wengine. Askari walipomfunga pingu, Rajabu akageuka kumtazama, macho ya kuomba. Tumaini, tafadhali. Tumaini akatikisa kichwa. Ulichukua kila kitu kizuri ndani yangu ukakigeuza maumivu. Ulimuua baba yangu. Ulijaribu kuharibu maisha yangu, lakini hutachukua amani yangu. Alijaribu kuzungumza tena, lakini maneno yakamezwa na kelele za kamera zinazomulika na watu wakizungumza. Polisi wakamchukua na Amani akaweka mkono thabiti begani mwa Tumaini. Imekwisha, alisema kwa sauti ya chini. Tumaini akavuta pumzi kwa kutetemeka. Hapana. Ndipo inaanza. Wiki chache baadaye, vichwa vya habari vilikuwa vimefifia, lakini uhuru ulikuwa umebaki. Tumaini alisimama nyuma ya kipaza sauti kwenye kongamano la kuwawezesha wanawake, mtoto wake mikononi. Ukumbi ulikuwa umejaa nyuso, wengine wakitabasamu, wengine wakilia, wote wakisikiliza. Sauti ya Tumaini ilikuwa tulivu, imara. Nilitupwa nje bila chochote isipokuwa maumivu na mpigo wa moyo ndani yangu. Nilidhani nimepoteza kila kitu, lakini nilipata ukweli, heshima na amani. Wakati mwingine Mungu hakuadhibu kwa kukuondolea vitu. Anakuokoa kwa kukuondolea kilichokuwa kinakuharibu. Makofi yakajaza ukumbi.
Amani alisimama kwenye umati, macho yake yakilainika, fahari iking'aa kupitia huzuni iliyokuwa imemfuata kwa miaka. Macho yao yalipokutana hakukuwa na huruma wala hatia, kulikuwa na uelewano. Baadaye usiku huo, Tumaini alikaa chumbani, mtoto amelala pembeni yake. Moto mahali pa kuotea ulidunda kimya kona. Bahasha ndogo ilikuwa juu ya meza. Ilikuwa imefika kutoka gerezani asubuhi hiyo. Karibu aliitupe bila kuifungua, lakini udadisi ukashinda. Ilikuwa kutoka kwa Rajabu. Alisoma maneno kimya, uso wake haukusomeka. Umeshinda, Amani. Hakuwahi kunitazama kama anavyokutazama hata mara moja. Tumaini akavuta pumzi, akaikunja barua na akaishikilia juu ya moto hadi ikashika. Alitazama karatasi ikipinda na kuwa nyeusi, majivu yakipaa juu kama mizimu iliyoachiliwa. Amani alipoingia chumbani, alimkuta Tumaini akitazama moto, mtulivu na mwenye mawazo. Hiyo ilikuwa nini? Amani aliuliza kwa upole. Hakuna cha kustahili kubaki, Tumaini alisema. Amani akatabasamu kidogo, akatembea hadi mahali mtoto amelala. Mtoto mdogo akashtuka kwa upole, mkono wake mdogo ukijikunja kuushika kidole cha Tumaini. Amani akamtazama kwa heshima ya kimya. Utamwambia nini akienda kukua? Amani aliuliza. Macho ya Tumaini yakang'aa alipomtazama mtoto. Kwamba dhambi za baba yake zilinifanya niwe na nguvu, alinong'ona, lakini ujasiri wa mama yake ulimfanya awe huru. Na kwa hilo moto ulipiga mwanga wa upole, ukitoa joto juu ya chumba. Usiku hatimaye, kwa rehema, ukawa mtulivu.